safi kabisa, safi kabisa, nioshe kwa damu yako, safi kabisa, safi kabisa, safi kabisa, nioshe kwa damu yako, takuwa safi kabisa, safi. Baba yetu na Mungu wetu, hatutakuwa safi kwa sababu ya kitu kingine chochote, lakini tutakuwa safi pale utakapotusafisha kwa damu yako ya thamani. Ndiyo damu ya baraka inayotuosha sisi wakosa, ndiyo damu inayotupa tumaini, ndiyo damu inayotupa ushindi. E Bwana, jioni ya leo tutakase, sio kwa kitu kingine, lakini kwa damu yako na kwa neno lako lenye neema. E Bwana, tuko tayari kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu, Roho wa utukufu, naomba utujilie kwa nguvu saa hii, tupate kusikia, tupate kuelewa na tupate kulishika neno la uzima. E Bwana, ule uzima ulio katika neno lako na ule uhai ulio kwenye neno lako, Bwana wa mabwana, ukatuvae kama vazi, tukauone ule uzima wa neno lako ukifanya kazi kwenye mioyo na miili yetu, tukaone uhai wa neno lako Bwana ukileta uhai mpya kwenye nafsi zetu. E Bwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru, amen. Basi nitumie fursa hii kuwakaribisha wote mliopo hapa na wale wanaofuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao. Ni kukaribishe tu leo, ikiwa ni siku yetu ya kwanza kati ya siku 5 ambazo tumepewa na Mungu kwa ajili ya kujinyenyekeza kwa mfungo na kuomba, lakini pia kujisikizisha sauti yake kwa ajili ya kujijenga nafsi zetu na maisha yetu. Kwa hiyo hii ni siku yetu ya kwanza, na ujumbe ambao tunaenda nao una kichwa chenye maneno yanayosema kuvipiga vita vizuri vya kiroho. Kuvipiga vita vizuri vya kiroho. Na maandiko tunayoyasimamia yanatoka kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 11 na mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka ule wa 4. Biblia inasema namna hii: laiti mngechukuliana nami katika upumbavu wangu kidogo, naam, mchukuliane nami, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa naliwaposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Lakini nachelea, yani naogopa, kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu, mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au mkipokea roho nyingine msiyoipokea, au injili nyingine
msioikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, vita ya kiroho ni vita ya wanadamu wote, ni vita ya kila mtu. Umemfahamu Kristo, hujamfahamu Kristo, vita ya kiroho ni vita yetu sote. Tofauti iko mahali pamoja tu, kwamba mtu ambaye hajamfahamu Kristo hawezi kupambana kwenye hivyo vita, kwa sababu hana huo utashi. Lakini kwamba anapigwa kwenye hivyo vita ni ukweli usiopingika, na ndio maana kwenye Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 4 Paulo anasema kwamba Mungu wa dunia hii, adui mkubwa, amewapofusha fikra zao wasioamini, watu ambao hawajamwamini Kristo. Amewapofusha fikra zao ili nuru ya injili ya utukufu wa Mungu isiwazukie. Hivyo ni vita. Kwa hiyo mtu ambaye hajamwamini Kristo haelewi kama yuko vitani, haelewi kama ana vita vya kiroho, lakini anapigwa vita, kwa sababu lengo la ujumbe huu ambao Mungu ametupa ni kuhakikisha kwamba tunalinda na tunatunza makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. Na Mungu ameweka kusudi lake kwa kila mwanadamu aliyemuumba. Sasa kama hujui una kitu cha kulinda, huwezi kupigana hiyo vita. Kama hujui kwamba kuna kitu utakipoteza, huoni kwamba kuna kitu cha kupoteza, huwezi kupigana hiyo vita. Na hiyo ndiyo shida ya watu ambao hawajamwamini Kristo. Hawaoni kwamba wana kitu chochote cha kupoteza, kwa hiyo hawajui kwamba wako vitani. Lakini shetani anawakandamiza, anawapofusha fikra zao, nuru ya injili ya utukufu wa Mungu isiwazukie. Unaona mtu ana kitu cha kimungu, lakini ulevi umemkandamiza, hawezi kutoka hapo. Mtu ana kitu cha kimungu, lakini ukahaba umemkandamiza, hawezi kutoka hapo. Vita yeye hajui. Ndio maana mama Msamaria alikuwa na kitu kizuri cha kimungu, lakini alipigwa vita kwa kupewa roho ya ukahaba iliyomkandamiza. Mpaka siku Yesu anakuja anaiondoa ile roho, ndio anazinduka sasa, kumbe nilikuwa na kitu kizuri cha kimungu. Anakwenda anahubiri mtaani kuliko maelezo. Kitu kizuri cha kimungu kilikuwa kimekandamizwa na adui, kwa sababu alikuwa hajui kupigana vita, alikuwa hawezi kukilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi kati tulikuwa na ibada hapa, akaja dada mmoja anataka kuingia kanisani, lakini anasita nje, anataka kuingia. Nilipomwona nikamwambia karibu. Anasita, yaani kuna roho inamwambia ingia, roho inamwambia usiingie, lakini kulikuwa na nguvu ya mvutano, kulikuwa na vita. Yule dada ni mtu wa dini nyingine. Nilipomhoji akasema, mimi wana nasikia roho inaniuma sana, nashindwa kula chakula, nateseka. Nikamwambia ingia, usingojee Jumapili, ibada inaendelea, ingia utahudumiwa. Alipoingia mtumishi akamhudumia, akapiga kelele hapa, mapepo yakambwaga, akafunguliwa. Alivyoondoka anasema kwamba hata alikuwa hawezi kula chakula, lakini anakula chakula, anaendelea vizuri. Lakini hakuona umuhimu wa kurudi tena ili aendelee kukaa katika hiyo hali ya kupambana vita. Yeye choona kwamba anaweza kula, kafunguka kidogo, kapotelea, hatujawahi muona tena. Shida ni nini? Ninachotaka kukueleza, hajui kwamba yuko vitani, hajui yuko kwenye vita, kiasi kwamba adui anamfunga mpaka asile chakula, lakini bado yeye hajafunguka, hajui kwamba ni vita. Sasa ile kwamba hujui kwamba uko vitani haimaanishi kwamba hauna vita. Ile kwamba hujui kwamba kuna adui haimaanishi kwamba
haupigwi vita, vita ipo tu. Kuna dada mwingine aliniambia siku, ananiambia mchungaji, siamini macho yangu. Naambia nini? Anasema mume wangu hachelewi nyumbani, akitoka tu ofisini straight nyumbani, akitoka nyumbani ni ofisini. Simu yake naikagua kila leo, sijawahi kukuta hata harufu ya message ya msichana au mwanamke mwingine yule nikatilia mashaka. Sijawahi kumkuta na mashaka yoyote. Lakini anasema anashangaa sana, mume wangu ana msichana mwingine huko nje, ana msichana mwingine huko nje. Nini nataka kukuambia? Ile kwamba huoni hatari kwenye ndoa yako haimaanishi kwamba hatari haipo. Ile kwamba unaona kuna amani na utulivu kwenye ndoa yako, familia yako, haimaanishi kwamba hiyo ndoa haiko kwenye vita. Kwa hiyo ukarelax, usijue cha kufanya, usijue kumwomba Mungu, usijue kupambana. Nataka nikwambie hivi, vita ipo, hata kama huoni dalili ya kwamba mume wako, huoni dalili ya mume wako kukosa uaminifu au ya mke wako kukosa uaminifu, hiyo haimaanishi hiyo ndoa haina vita ukabweteka. Hapana. Hata kama ukiona kanisa lina utulivu, hiyo haimaanishi kwamba hakuna vita inayoendelea. Hoja yangu ni kwamba nataka uelewe kwamba tuko vitani. Haijalishi kuna utulivu au hakuna utulivu. Usifikiri vita ni wakati tu sasa unaona kuna fujo ndio unasema kuna vita. Yaani vita tunayo wakati wote mpaka tunatoka hapa dunia. Vita tunayo. Kwa hiyo ukibweteka ni swala la kwako, lakini lengo la semina hii na neno hili, Mungu anataka uweze kupigana na kulinda kusudi lake kwenye ndoa yako, kulinda kusudi lake kwenye maisha yako. Ukiliacha litavurugwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwenye vifungu tulivyo visoma, hapa ndipo mwanzo wa vita ya kiroho. Hapa ndipo chanzo, hapa ndipo vita ya kiroho ilipoanzia. Na hii vita ilianzaje? Haikuja kwa nguvu ya kupiga namna hii ndio uone kwamba kuna vita. Haikuja na nguvu ya kupiga, wala haikuja na vurugu. Hii vita haikuja na magonjwa kwamba umemshika ugonjwa ndio unajua kuna vita. Hii vita haikuja kwa mikiki. Hii vita ilikuja kwa njia ya udanganyifu. Ilianza kwa njia ya udanganyifu, elimu ya udanganyifu. Sasa Paulo anasema mstari wa 2 pale, maana nawaonea wivu wa Mungu, kwa kuwa nani waposea mume mmoja, ili nimletee Kristo bikira safi. Nilitafakari hapo kwanza, Paulo anamaanisha nini anapoleta mfano wa ushenga huu? Yeye anajiona kama ni mshenga wa Kristo. Amemtafutia Kristo ni mume, amemtafutia Kristo mke, bikira safi. Alafu anampeleka kwa nani? Kwa Kristo. Lakini wasiwasi wake ni nini? Kwamba huyu mwanamke huyu ambaye hana mahusiano na mwanaume mwingine anaweza akadanganywa, akachafuka kabla hajafika kwa Kristo. Ndio wasiwasi wake. Anasema ule mstari wa 3, lakini nachelea, naogopa kwamba kama vile nyoka alivyomdanganya Hawa akamchafua, na mimi napata mashaka yale.
Labda nipige pause kwanza, nilete kibinadamu tuangalie. Bwana Tito, unataka kuoa, mimi ndio mshenga. Au kote unataka kuoa, mimi ndio mshenga. Kwa hiyo tunamchukua msichana, tumelipa mahari, tunasubiri tu msichana kumleta huko, aletwe huko, alafu msichana tutakuja kujua ana mimba ya mtu mwingine, ana mimba ya mtu mwingine. Ndio konsani ya Paulo, kwamba nimemchukua msichana na mleta kwa mwanaume aliyokwisha kulipa mahari, alafu ghafla tunaona huyu msichana ana mimba ya mtu mwingine, inakuwaje? Ndio anasema hapa, lengo langu mimi ni kumtafutia Kristo bikira safi, watu waliomwamini Kristo wazuri. Lakini anasema hofu yangu ni kwamba kuna wanaume wengine wataingiza udanganyifu. Alafu anasema yule mstari wa 3 anasema, lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Shetani anatudanganya tukaacha. Yaani Yesu ameshataka kutuposa. Tunaongeza wewe achana na Yesu, wewe achana na Yesu bwana. Yesu mwanaume gani? Achana na Yesu bwana. Alafu sisi tunashawishika, tunaacha usafi wetu, tunaacha unyofu, tunaacha uaminifu wetu kwa Kristo, tunaanza kushikamana na udanganyifu wa Ibilisi. Umeacha uaminifu wako kwa mwanaume aliyokulipia mahari. Umeacha uaminifu wako. Akaja kukudanganya mtu mmoja, bwana wewe acha bwana. Kwanza simshalipiwa mahari, hata ukienda huko wewe. Kwa hiyo unajikuta unakwenda na mwanaume mwingine, unapata mimba ya sio mwanaume aliyekulipia mahari. Umeuacha unyofu na usafi wako kwa mwanaume aliyekulipia mahari. Umeuacha. Na hiki ndicho kilichofanyika kwa Hawa. Alidanganywa. Mambo yote yameshafanyika vizuri, lakini akadanganywa. Na yeye alipodanganywa akakubali ule udanganyifu. Kwa hiyo Kristo anapelekewa mwanamke, naweza kusema, lakini sio bikira. Kwa sababu gani? Shetani kashaharibu. Paulo anasema nachelea, naogopa. Na mstari ule wa 4 anasema, maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine. Unaona hoja ya Paulo kwamba kuna watu watakuja hawatamhubiri Yesu wa msalaba, watamhubiri Yesu mwingine asiyekemea dhambi, asiyekemea uharibifu wa mambo ya kiroho, asiyetaka maombi. Ni Yesu wa ujanja tu, Anasema lakini anasema maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine, ambaye sisi hatukumhubiri. Maana yake anasema kuna Yesu mwenyewe, Yesu wa msalaba, lakini kuna watu wajanja watakuletea Yesu, watasema huyu ndio yule Yesu, ndio yule watakuhubiria, lakini sio Yesu wa msalaba. Yesu wa msalaba tunajua anataka utakatifu. Yesu wa msalaba tunajua hataki dhambi. Yesu wa msalaba tunajua hataki kiburi, ni mnyenyekevu, hataki kujitutumua, hataki kuchanganywa na mambo mengine. Lakini watu watakuletea Yesu mwingine, watakwambia huyu lakini mchanganye na kitu fulani, Yesu huyu mchanganye na kitu fulani. Paulo anasema wakiwahubiria Yesu mwingine, manake wanafanya udanganyifu, wamnyang'anye Kristo bikira safi. Lakini anaendelea, anasema au mkipokea roho nyingine. Maana yake nini?
Kila jambo huku duniani linafanyika kwa nguvu ya roho fulani. Ili ufanye uzinifu unahitaji nguvu inayokuja kutoka kwenye roho ya uzinifu. Ili ulewe pombe unahitaji nguvu inayotoka kwenye roho ya ulevi. Ili uwe mtakatifu unahitaji nguvu inayotoka kwenye roho ya utakatifu kwenda kushindana na uovu. Huna hiyo nguvu ya roho ya utakatifu, utaweza. Kwa hiyo nasema kuna watu wanakuja wanaona kabisa mmepokea roho njema, wao watawaletea roho nyingine, sio Roho Mtakatifu, watawaletea roho nyingine. Hiyo roho nyingine hiyo haitawapeleka kwenye utakatifu, haitawapeleka kwa Kristo. Ni vita, haitawapeleka kwa Kristo. Watakwambia hizi ni nguvu, ni miujiza na nini, lakini miujiza au nguvu zinatokea kwa roho ipi? Anasema mkipokea roho nyingine. Maana kuna watu watakuletea wakisema hii ni Roho Mtakatifu, lakini kumbe ni roho nyingine. Tunafanya kazi hizi kwa Roho Mtakatifu, lakini ni roho nyingine. Paulo anasema lengo lao ni kuharibu msichana ambaye Kristo anataka kumposa. Lakini jambo la tatu anasema pale au mkiletewa injili nyingine msioikubali. Anakuletea, anasema hii ni habari njema, lakini haimfunui Kristo. Paulo anaita injili nyingine. Anakwambia hii ni habari njema, lakini ni injili ambayo inawapa malaika utukufu mkubwa kuliko Yesu Kristo. Injili ambayo inawapa manabii na mitume na wachungaji utukufu mkubwa kuliko Kristo. Paulo anasema ni injili nyingine. Injili ambayo inahubiri mambo ya giza na uchawi tu, inaacha kumfunua Kristo. Paulo anaita injili nyingine. Kwa hiyo hii ndio tahadhari ya Paulo. Anasema mimi lengo langu ni kumtafutia Kristo bikira safi, lakini roho ya udanganyifu kama vile ilivyomdanganya Hawa, kwa namna ile naogopa inaweza kuwadanganya na mimi, kwa sababu ilifanyika kwa njia ya mazungumzo tu. Hawa hakuona kwamba yale mazungumzo yalikuwa na athari zozote. Hakuona kwamba kulikuwa na vita yoyote pale, hapigwi ngumi, ni mazungumzo tu. Lakini ndio vita ilikuwa inakwenda kwa njia ya udanganyifu. Hata leo hii unaona kwamba ni mahubiri tu, si wahubiri wanahubiri tu, si miujiza tu, lakini ndani yake Paulo anasema naogopa. Kumejaa udanganyifu wa kuwatoa ninyi muache usafi na unyofu kwa Kristo. Maana yake ni kwamba injili mtakayohubiriwa haitawapeleka kwenye usafi na unyofu kwa Kristo. Maana yake hiyo injili nyingine hiyo itawafanya muache usafi na unyofu kwa Kristo. Maana yake hamtakuwa waaminifu kwa Kristo, mtatafuta mwanaume mwingine. Injili ya Kristo lazima itakufanya ujitunze, usafi wako, usiwache usafi wako na unyofu wako kwa Kristo. Manake huwezi ukaondoa uaminifu wako kwa Kristo ukapeleka kwa mganga wa kienyeji, ukaondoa uaminifu wako kwa Kristo ukapeleka kwa mchungaji wako, kwa mwanaume mwingine. Hapana. Ukipewa roho nyingine ambayo sio Roho Mtakatifu, hiyo roho itakufanya uache usafi na unyofu wako kwa Kristo. Utakuwa kanisani lakini umeacha uaminifu wako kwa Kristo. Kwa nini? Ulipokea roho nyingine. Ukimpokea Yesu mwingine ambaye sio Yesu wa msalaba, sawa, utasema huyo mhubiriwa huyo Yesu, lakini utaacha usafi na unyofu kwa Kristo. Ndio maana yaangalie maisha yako. Kama unasema unamtajataja Yesu, unamtajataja Roho Mtakatifu,
na habari njema, lakini uaminifu wako hauko kwa Kristo. Wewe umepewa Yesu mwingine, umepewa na Kristo. Kwa hiyo hatutakiwi tuharibu usichana wetu. Ndio hapo ndio penye vita. Vita iko kwenye udanganyifu, tunadanganywa. Samuel amecheka. Kwa hiyo Paulo anaogopa. Huu ni woga wenye kutaka tuchukue tahadhari. Sasa labda nikulifai sasa. Ukiangalia sura ile ya 3 ya kitabu cha Mwanzo, ndio unaona Paulo anachokizungumza sasa. Anachokizungumza sura ile ya 3 kitabu cha Mwanzo, kuanzia ule mstari wa kwanza, anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Sikia udanganyifu, anaharibu bikira wa mtu huko. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Angalia kinachofuata. Mwanamke alipoona yeye sasa, atumia hata macho ya kimungu, alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua ya kuwa wako uchi, wakashona majani ya mti, wakajificha, wakajifanyia nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona hapa kwamba Eva aliingiziwa udanganyifu ili amtilie Mungu mashaka kwamba huyo ni mwanaume gani, huyo hana chochote, huyo hafai, kwa mujibu wa Paulo pale. Kwa hiyo Eva aliingiziwa mashaka, asimwamini Mungu, amtilie Mungu mashaka. Eti hivi ndivyo Mungu alivyowaambia, eti huyo mume wako ndivyo alivyokuambia hivyo, huyo mume wako anaitwa Mungu ndio alivyokuambia eti. Eva akajichanganya. Kwa hiyo kosa la kwanza hilo, alishindwa kumwamini Mungu, akamtilia Mungu mashaka na maneno yake. Lakini jambo la pili, Eva alitumainia sauti yake na maamuzi yake kuliko sauti ya Mungu. Alipoona lile tunda, mstari wa 6, kwamba natamanika kwa macho na lafaa, akafanya maamuzi yeye bila kumuhusisha mpenzi wake au Mungu. Hakumuhusisha, akafanya tu yeye, kachemka. Cha pili. La tatu, akataka mafanikio bila mchakato. Shetani anamwambia, wewe utakuwa kama Mungu wewe. Kwa hiyo anataka mafanikio bila mchakato, mafanikio bila uaminifu. Anataka kuingia kwenye ndoa lakini hana uaminifu, Anataka kuwa na Mungu lakini hataki mchakato wa kumtii Mungu. Anataka shortcut. Mafanikio bila Mungu. Unataka kufanana na Mungu lakini hutaki mchakato ambao Mungu ameuruhusu wa kukupitisha ufanane naye. Ndio wale tuliojifunza jana, ukipita kwenye dhiki kidogo tu unamwacha Bwana. Kwa sababu gani? Hutaki mchakato wa kufikia hali ya kumfanania Mungu. Hutaki hiyo process.
unaona unaumia. Maombi unaona unaumia. Kusoma neno unaona ni karaha. Hutaki mchakato utakaokufikisha kwenye kufanana na Mungu. Hutaki. Kwa hiyo unataka wale wadanganyifu, wale wanaokuja, chukua maji, nyunyize hivi ndio ulale. Chukua nini? Kama yeye hutaki mchakato wa kupiga magoti na kuomba. Unataka kufikia mafanikio kirahisi rahisi tu. Mungu hanaga hizo. Mungu ni Mungu wa process. Hutaki mchakato wa kutengeneza ugali, utatoa ugali mbichi. Lakini ugali lazima upite kwenye process. Weka maji, yachemke, punguza kidogo, weka unga, songa, ukae kidogo. Ni mchakato. Hutaki process. Huwezi kuwa mwanamke ambaye Mungu amemkusudia, wala huwezi kuwa mtumishi Mungu aliyemkusudia. Ili ufike kwenye kusudi la Mungu, lazima ukubali mchakato, process. Bwana Yesu asifiwe. Ndoa nyingi zinakufa siku hizi kwa sababu gani? Kwa sababu watu hawataki process, hawataki mchakato. Utumishi mwingi siku hizi ni wa magumashi tu, huni mwingi. Kwa nini? Watu hawataki process, hawataki. Nilikuwa najiuliza sana jana, yaani nikiangalia naona nimemwona sijui MC gani yule, mara ghafla namuona kavaa kola chungaji. Sijui nimekama Mungu siku hizi anaita sana wa MC, anaita sana MC kwa wachungaji. Kwa Mungu amegundua siri gani? Au ni kwa sababu wakijiona wana uwezo wa kukusanya watu namna hii, kwa hiyo wanadanganyika kwamba wanaweza, hawataki process. Ukijiuliza wamepita process gani? Uelewi. Amekaa chini ya mchungaji gani akajifunza uelewi, lakini kajua kupiga porojo tu na nini, watu wanakuja kavaa kola kesho mchungaji. Sasa udanganyifu ndio mahali palipo na vita yenyewe. Na udanganyifu huu unakwenda kama nilivyosema, kwa watu wote, walio na Yesu na wasio na Yesu, wachungaji na wasio wachungaji. Huu udanganyifu, vita ya kiroho ni ya watu wote, wanasiasa na wasio wanasiasa. Hata kama hawaelewi wanasiasa, lakini wako kwenye vita ya kiroho. Labda wao hawajui tu namna ya kupigana. Kama unabisha, ngoja nikuletee mwanasiasa mmoja hapa. Ngoja nikuonyeshe. Twende kwenye kile kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ile ya 22. Alafu ule mstari kuanzia ule mstari wa 19 mpaka ule wa 23. Biblia inasema namna hiyo. Wafalme wa kwanza sura ya 22 mstari wa 19 mpaka 23. Hapa tunakuta habari za mwanasiasa anaitwa Ahabu. Anasema huyo alikuwa ni mfalme mkuu wa nchi. Anasema Mikaya ni nabii wa kweli wa Mungu. Akasema, unaweza hii habari ukasoma chapter nzima ili upate vizuri. Lakini anasema Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Gilead aanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Nataka uone huo udanganyifu, ndio nataka kuonyesha. Mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, kwa jinsi gani? Utamdanganyaje? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanye hivyo. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amesema mabaya juu yao. Mstari wa 24. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenana, akampiga Mikaya kofi la shavu, akasema, Roho ya Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Nisikilize kwa makini. Ahabu alikuwa ni mkuu wa nchi.
alikuwa ni mwanasiasa, lakini alikuwa anataka kwenda kupigana na Washami. Alikwenda kupigana na Washami. Ikabidi aulize kwa manabii ambao ndio washauri wake kwamba tuende hii vita tutashinda. Sasa washauri wake 400 ambao ni manabii wake, washauri wake wakuu, walimwambia mfalme, hii vita unashinda, twende. Lakini Mikaya yeye ndio alikuwa peke yake nabii wa kweli. Huyu Zedekia alikuwa ndio mkuu wa wale washauri wa uongo wa mfalme. Akaja akamwambia Mikaya kwamba bwana, sisi tumemwambia mkuu wa nchi namna hii. Kwa hiyo na wewe usiseme kinyume na sisi tulivyomwambia. Mikaya akasema kama Bwana aishivyo, mimi nitamwambia mfalme kile Bwana atakachoniambia, lakini sio vinginevyo. Siwezi kusema uongo, siwezi kudanganya. Kwa hiyo alipoitwa Mikaya akamwambia, mimi nimemuona Bwana ameketi na malaika zake na vitu kama hivyo. Maana yake anachosema nini? Anachosema mfalme, wewe unaona vita kwa jinsi ya nje, lakini huioni vita ya rohoni. Huioni. Mimi nimemuona Bwana. Maana yake anahusianisha mambo yanayoendelea kwenye ufalme wa mfalme, mambo ya kisiasa, anahusianisha na Mungu na mambo ya rohoni, kwamba mfalme, wewe unaangalia mambo haya kwa jinsi ya nje, unaona adui kwa jinsi ya mwili. Kuna adui wa rohoni usiyemuona, ni lazima ushikamane na Mungu, lakini mimi nimemuona Bwana akiwa kwenye kiti chake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Kwa hiyo akatoka yule Zedekia, mkuu wa wale washauri wa uongo, akaja akampiga kofi Mikaya, akamwambia, Roho wa Bwana ametokaje kwangu kuja kwako mpaka wewe unatabiri, unasema kinyume na sisi? Siku zote watu waongo, watu wadanganyaji huwa hawawapendi watu wa kweli, watu wanaosema kweli. Hapa huyu Zedekia ni kwa sababu amekosa tu fursa ya kumuua. Ingewezekana angeweza hata kumuua, kwa sababu watu wadanganyifu huwa hawapendi watu wanaosema kweli, hawapendi. Anampigia nini wakati Mikaya amesema cha ukweli kwamba hii vita ni ya rohoni na msipoangalia mtapigwa? Sasa Mungu akauliza, nani anaweza kwenda kumdanganya mfalme? Kumdanganya nani? Unajiuliza. Mapepo yakatokea akasema, sisi tunaweza kwenda kumdanganya. Akaambia, mtafanyaje? Wakasema, sisi tutakwenda, tutakaa kwenye vinywa vya washauri wake kama mkuu wa nchi. Kwa hiyo wale washauri wake watamshauri kwa kumpotosha. Sasa nilijiuliza sana, kwa nini Mungu alikuwa anatafuta watu au nguvu ya kwenda kumdanganya mfalme? Sikiza kwa makini, ni kwa sababu hii. Kwa sababu Ahabu aliacha manabii wa Bwana wa kweli, akawakumbatia manabii wa Baali, manabii waongo. Aliwaacha washauri wa Mungu wanaosema ukweli, akataka watu waongo wa kumdanganya. Mungu amempa watu wa ukweli wa kumsaidia, wa kumwambia kweli, lakini yeye aliwakataa kama mfalme, kama mwanasiasa. Akataka watu wa kumdanganya, akataka washauri wa kumpa mambo ya uongo. Mungu akavumilia. Lakini Mungu alimtumia watu wakina Elia. Elia alinyanyuka akamwambia mfalme uovu wake, namna anavyodanganywa na mambo. Lakini Ahabu hakutaka kumsikiliza hata Elia. Kwanza alitaka kumwangamiza. Elia akakimbia. Wakakutana mahali fulani, akamwambia, wewe Elia ndio mtabishaji wa Israeli. Elia akamwambia, sio mimi mfalme, ni wewe mfalme, ni wewe mkuu wa nchi, ni wewe mwanasiasa, ndio unayotabisha nini taifa la Israeli, wewe na nyumba ya baba yako, lakini sio mimi. Bado Ahabu
akawa na moyo mgumu. Lakini Ahabu alifanya dhambi ya kuua. Alimuua Naboth kwa sababu alitamani shamba la Naboth, kwa sababu ya nguvu zake za kisiasa, kwa sababu ya cheo alichonacho na nafasi aliyonayo. Akamuua Naboth, alafu akamiliki shamba la Naboth. Mungu anaangalia tena. Kwa hiyo Mungu alivyoona, akaona kama huyu jamaa anataka sana kudanganywa kuliko mambo ya ukweli. Jitihada zote nilizompa za kumuinulia watu kumwambia ukweli, bado yeye hataki, ameamua kufuata mambo ya uongo. Ndio ile kwenye Warumi inasema, walipokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha, aliwafacilitate wafuate tamaa mbaya za mioyo yao. Mungu akaondoa ulinzi namna hii, akaachilia nguvu ya upotevu ya udanganyifu iende kwao. Kwenye Wathesalonike anasema hivyo. Kwa hiyo alipouliza nani atakwenda kumdanganya Ahabu mfalme ili aendelee kupotoka, aendelee kwenye njia yake na anataka ya udanganyifu, mapepo yalijitokeza. Kwa hiyo Mungu sio kwamba yeye, maana yake Mungu aliondoa ulinzi wake namna hii. Kwa hiyo mapepo yakasema, sisi tutakwenda kumdanganya huyu mwanasiasa, huyu mfalme, huyu mkuu wa nchi, tutamdanganya. Akawauliza Mungu, mtamdanganyaje? Sema tutapitia kwa washauri wake, tutakwenda kwenye vinywa vya washauri wake, manabii wake, ili wamwambie uongo, kwa sababu wanatakataka sana uongo. Tutafanya hivyo. Na wakafanya hivyo, na wakafanya hivyo. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa kilichokuwa kimeendelea, taifa likawa limetenganishwa na ulimwengu wa roho, limejaa udanganyifu mtupu. Ahabu anaona vita ya mwilini, haoni vita ya rohoni. Kama mfalme, kama mwanasiasa, haoni vita ya roho. Ahabu kama mkuu wa nchi hakujua kuwa tatizo lake kubwa sio Washami anaotaka kupigana nao. Tatizo lake kubwa lilikuwa ni uasi alionao kwa Mungu aliye hai, kwa sababu alikuwa anafanya ibada za sanamu, kuabudu mabaali. Alikataa kusikiliza sauti za manabii wa kweli, akataka sauti za manabii wa uongo, na moyo wake ulikuwa ni moyo usio na toba, Kwa kuwa Ahabu alipinga na kukataa ukweli, roho ya uongo ilimtawala yeye na ikatawala taifa zima. Watu wote wakawa wanataka udanganyifu, hawataki ukweli. Mungu alimwacha Ahabu akabiliane na matokeo ya uchaguzi wake, akaruhusu roho za uongo zikae katika vinywa vya mashauri wake, kwa sababu Ahabu ndio alikuwa amechagua uongo kuliko kweli. Ndio alikuwa amechagua. Tatizo lake Ahabu sio kukosa taarifa, hapana. Alikuwa anapewa taarifa za kweli, lakini yeye alikuwa anataka mambo ya uongo, mambo ya fitina. Kama mwanasiasa ndio alikuwa anataka. Nataka nikwambie namna hii, unaweza kupigana na watu vita ya nje namna hii, lakini ukaacha kupambana na kiburi chako. Vita ya kiroho haitakuonyesha nje, itakuonyesha ndani, kwamba shida ni kiburi ulicho nacho, kwamba shida ni mwamba ulio huko chini. Ndio maana mambo hayaendi. Vita ya kiroho inahitaji mtu anayetazama rohoni. Unaweza ukaona maadui walio nje yako, ukashindwa kuona uadui ulioubeba unaotembea nao. Kwa hiyo shida ya Ahabu haikuwa maadui walio nje yake. Anataka sana kuwapiga Washami, anataka sana kuwaangamiza, lakini anaacha vita iliyokuwa ndani yake, kiburi chake dhidi ya maamuzi ya Mungu aliye hai, kiburi chake cha kukataa ukweli na manabii wa kweli wa Mungu, akakumbatia manabii wa uongo na kutaka mambo ya udanganyifu. Hiyo ndio ilikuwa ni shida. Hakujua kupigana vita vya kiroho, fahamu zake zilikuwa zimefungwa. Unapambana na wanaokupinga, lakini huja tazama dhambi zako, hujashughulika na dhambi zako, kwa sababu kipingamizi kikubwa au kikwazo kikubwa
vita kubwa ni dhambi zetu wenyewe, dhambi zetu wenyewe. Kwa hiyo tunaona roho ya udanganyifu, kama nilivyokuambia, inakwenda kwa wachungaji, inakwenda kwa wanasiasa, inakwenda kila mahali, kila mahali. Mwangalie Sauli, na hii ni roho ya udanganyifu tu, roho iliyomdanganya kwamba Daudi ni adui yake, baada ya kumchukulia Daudi kama ni jemedari wake wa vita. Mtu aliyekuja akampiga adui yako na wewe ukapata anawezaje kuwa adui yako? Lakini roho ya udanganyifu ikamfanya Sauli aanze kumwinda Daudi na kutaka kumuua mtu aliyemsaidia kupigana na kuangamiza adui yake. Roho ya udanganyifu. Sauli hakujua namna ya kupigana vita ya kiroho. Na hili ndio tatizo tulilonalo leo, Wakristo wengi kanisa. Tuko kanisani kama Wakristo, lakini hatujui namna ya kupigana vita vya kiroho. Udanganyifu umetushika. Paulo anasema nachelea. Kama vile nyoka alivyomdanganya Hawa, na sisi anaweza kuja kuharibu fikra zetu, tukauacha unyofu na usafi kwa Kristo. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa vita hii hatupigani kutafuta ushindi. Ushindi tulishapewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Vita hii tunapigana ili kulinda ushindi. Hatupigani kutafuta ushindi. Shika vizuri. Tunapigana kulinda ushindi. Ndio maana Paulo kwenye Timotheo wa pili sura ya 4 na ule mstari wa 7 anasema, nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Vita vya kiroho vinalenga imani. Kwa sababu imani ndio imebeba maisha yako. Imani ndio imebeba uhusiano wako na Mungu. Ukipoteza imani, umepoteza uhusiano wako na Mungu. Ukipoteza imani, umepoteza utumishi wako. Ukipoteza imani, umepoteza ndoa yako. Ukipoteza imani, umepoteza uhusiano wako. Ukipoteza imani, umepoteza nguvu zako. Kwa hiyo Paulo anasema imani nimeilinda. Vita ya kiroho inaelekezwa kwenye imani ulionayo. Udanganywe ili usimwamini Mungu aliye hai. Ujiamini wewe mwenyewe, ujitumainie wewe mwenyewe, ujipambanie wewe mwenyewe, ufanye maamuzi wewe mwenyewe. Paulo anasema imani nimeilinda. Kwa sababu Yesu alishakushindia. Si unajua pale kwenye Luka ile sura ya 4, Yesu alipopitia yale majaribu, alikuwa anadanganya tu kama nani? Anadanganya tu kama Hawa. Akaambiwa kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, badilisha jiwe hili kuwa nini? Kuwa mkate. Maana yake shetani anamtaka Yesu atilie mashaka uungu wake. Unaniambiaje kama wewe kweli ni mwana wa Mungu? Mimi ni mwana wa Mungu, sihitaji kujitilia mashaka. Tunaambia kama wewe mwanaume kweli, mimi ni mwanaume. Nimefanya hivyo unachotaka au sijafanya, mimi ni mwanaume, siwezi kujitilia mashaka. Yesu akakwepa. Akamwambia mtu hataishi kwa mkate. Sisi tunaishi kwa maelekezo yanayotoka kwa Mungu. Akaona hiyo imefeli, akaweka udanganyifu mwingine. Akampeleka kwenye uko juu kabisa. Akamwambia fahari yote hii, miliki yote na nini, nitakupa ndani ya dakika moja. Shortcut ile alikuwa anataka Eva. Anataka Yesu apate kila kitu bila kupitia mchakato. Apite shortcut. Utakuwa kama Mungu. Anaambiwa nani? Eva. Utakuwa kama Mungu, shortcut. Yesu anaambiwa hivi vyote utapewa kwa dakika moja tu. Utapewa gari, utapewa utawala, umaarufu, kila kitu ndani ya dakika moja.
Yesu akasema mimi naamini katika process. Sio, naamini katika mchakato, sio shortcut. Baba ameniandalia hivi vyote, lakini kuna utaratibu wake wa kuvifikia. Kuna utaratibu wake. Sio tu kufumba na kufungua papa inafika kule. Hapana. Is a come, is a go. Kuna utaratibu wake wa kuolewa na kupata mwanaume. Sio kama unavyotaka wewe mimi nifanye. Hapana. Siwezi kujirahisisha namna hiyo. Nitafuata process. Unataka haraka unaingia kwa mwanaume, bwana nini? Nitakuona nini? Haya, umeingia, umepigwa mimba hiyo. Hapo nakwambia, mimi bwana wazazi wangu hawataka. Siwezi kukuoa. Ni mimba umeachiwa. Unafanya nini? Shida, umekataa process. Umekataa mchakato, unataka shortcut. Matokeo yake tuna single mother kibao. Kwa sababu gani? Hatutaki process, hatutaki mchakato, tunataka shortcut. Lakini akaambiwa Yesu, imeandikwa sijui nini, jitupe huko chini, atakuagizia malaika zake wafanye nini? Wakudaki. Yesu akasemaje? Akasema, Bwana, mimi sifanyi mambo kwa matakwa yangu, kwa matakwa yangu. Yaani tu nimejisikia. Hapana. Mimi nafanya mambo kwa maelekezo. Hata kama nimeona situation iko nzuri, kuna usalama, lakini mimi sifanyi mambo tu kwa sababu mimi nimetaka. Mimi nafanya mambo kwa maelekezo. Akakataa. Kwa hiyo kwa Adamu wa kwanza tulipoteza vita. Kwa Adamu wa pili tumeshinda vita. Glory be to God. Nitaka nikuonyeshe hapo. Ndio maana nimechukua muda mrefu, nilitaka nisiache hiki kipande mpaka kesho ili nikukamilishie kabisa. Kwa Adamu wa kwanza tumepoteza, tumedanganywa. Lakini kwa Adamu wa pili tumeshapewa ushindi. Vita yetu ya kiroho ni kutunza ushindi tuliopewa. Glory be to God. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema kwenye Wakolosai, alizigongomea mamlaka, akazishangiliza mamlaka zote pale. Alimuua yule aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Alimuua kabisa, akatupatia ushindi. Anasema mkuu wa ulimwengu huu hana kitu kwangu. Kama hana kitu kwa Yesu, pia hana kitu kwetu. Hana kitu kwetu. Usiogope mtu wa Mungu. Usiogope. Anasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye nje yetu. Usimwogope mchawi. Usimwogope. Ni mwanadamu tu wa kawaida, usimwogope. Yaani ushindi tuliopewa sisi hakuna wa kutuzubaisha. Hakuna. Japo sikwambii kwamba umdharau mchawi. Hapana. Maana kuna watu sema mchawi sio nani, kaki ya sana atakunyonga. Huna maombi, huna nini, nasema Kristo alishamaliza. Nataka nikuhakikishie atakumaliza. Kama hiyo ndoa ataivuruga, atakubagaza. Usimuandareti, lakini usimwogope kwa sababu hana uwezo wowote. Ila usimpuuzie, atakuharibu. Kwamba haumpuuzii haina maana kwamba umuogope. Hapana, usimwogope kwa sababu Kristo alishamaliza. Kwa hiyo anachotaka yeye ni kututoa tu, imani yetu yumbe, ifanye nini ili awe na uhalali wa kutumaliza. Ushindi wanao tulishapewa. Vita yetu ni ya kutunza ushindi tuliopewa. Ndio maana nimekwambia kila mtu Mungu ameweka kusudi lake ndani ya mioyo yetu. Ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo tunachopaswa ni sisi kufanya nini? Kutunza kusudi la Mungu. Glory be to God. Amen. Funika macho yako mahali ulipo. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru. Asante kwa uaminifu wako na baraka zako, Bwana. Leo ni siku ya kwanza, Mfalme wa falme na Mungu wa miungu, ya semina yetu, Bwana Mungu mtakatifu, na maombi yetu ya kujinyenyekeza kwako, Jehova. Tunakushukuru kwa ushindi uliotupatia pale Calvary, Bwana wa bwana na Mungu wa miungu.
Kazi yetu Bwana ni kuvipiga vita vizuri vya imani, kulinda ushindi uliotupatia. Udanganyifu ni mwingi sana, unaokuja kwa njia ya mahubiri, unaokuja kwa njia ya miujiza, unaokuja kwa njia ya maneno, na tunaona kwamba ni maneno ya kawaida, ni mahubiri ya kawaida. Tunashindwa kuona ujanja wa adui, ile hofu alionayo Paulo ya kupoteza Bwana mabwana uaminifu wetu kwa Kristo. Baba, tunaomba hofu hiyo utuwekee na sisi, ili tuweze kulinda Bwana mabwana usafi na unyofu wetu na uaminifu wetu kwa Kristo. Tusitetereke, tusidanganywe Bwana. Tunaomba Mungu katupe umakini na nguvu za rohoni Bwana, za kupambana na roho ya udanganyifu, ili tuweze kuwa salama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila aliyehudhuria semina hii na yule anayetusikia Bwana mahali kokote aliko, Baba, tunapinga kabisa kwa jina la Yesu udanganyifu unaotumwa na adui kwenye fikra zetu, udanganyifu unaotumwa na adui kwenye fikra zetu, ili tuwe walevi, ili tuwe wahuni, ili tuwe makahaba, ili tuende kwa waganga wa kienyeji, ili tuache usafi na unyofu na uaminifu wetu kwa Kristo. Baba, tunakataa hiyo. Tunaomba Bwana mabwana utuepushe na roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Tusaidie neema yako tuweze kuvipiga vita vizuri vya imani, tukaweze kuilinda imani Bwana, mwendo tukaumaliza salama. Mungu, tukikutunzia heshima ya jina lako. Asante kwa uaminifu wako Bwana na baraka zako. Jioni hii tunapoungamanisha sadaka zetu Bwana na neno lako hili, tunaomba Bwana ukabariki sadaka zetu Bwana, na neno hili likafanyike vazi, neno hili likafanyike utukufu, neno hili likafanyike uzima. Tulitafakari usiku tunapolala, tulitafakari tunapokuwa njiani, tulitafakari tunapoamka asubuhi. Bwana, tukauone utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Baba wa mbinguni, utukufu ulio kwenye neno lako ukatushindie, utukufu ulio kwenye neno lako ukatutengeneze, tuweze kuwa watu makini Bwana, tusiodanganywa kwa urahisi, tusiuache unyofu wetu, usafi wetu na uaminifu wetu kwa Kristo Bwana, kwa damu ya mwana kondoo na katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuhurumie kama kanisa Bwana, kwa sababu Bwana, kwa namna moja au nyingine, udanganyifu wa shetani umetufanya tukauacha usafi, tukauacha Bwana unyofu, tukauacha uaminifu wetu kwa Kristo. Baba mtakatifu, tunaomba neema yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru. Amen.